kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Pote pale ulipo basi na kualika tuambatane pamoja katika hatua hii ya kupokea taarifa yetu ya habari. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na kesi ya Lissu yaahirishwa sababu za kiusalama. Sarkozy kuachiliwa kutoka gerezani baada ya wiki 3. Mshawishi wa TikTok auawa nchini Mali. Na binti wa Jacob Zuma kanusha mashtaka ya ugaidi dhidi yake. Naam, natumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Cantona Joseph. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy ataachiliwa wiki 3 baada ya kuanza kuhudumia kifungo cha miaka 5 gerezani kwa kula njama ya uhalifu. Sarkozy atakuwa chini ya uangalizi mkali wa mahakama na kuzuiwa kuondoka Ufaransa. Tarehe 21 Oktoba, rais huyo wa zamani wa mrengo wa kulia mwenye umri wa miaka 70 alihukumiwa kifungo cha miaka 5 kwa kula njama ya kufadhili kampeni yake ya uchaguzi wa 2007 kwa pesa kutoka kwa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi. Mawakili wake waliwasilisha ombi la kutaka achiliwe wakisubiri kesi ya rufaa itakayosikilizwa mwezi Machi mwakani. Sarkozy huenda akaachiliwa kutoka gereza la Asante Jumatatu jioni. Akiongea na mahakama ya mjini Paris kwa njia ya video, Sarkozy ameelezea muda wake katika kifungo cha upweke kama uchungu na ndoto mbaya. Mwendesha mashtaka wa umma Daniel Brunet alipendekeza kwamba ombi la Sarkozy kuachiliwa likubaliwe, lakini rais huyo wa zamani apigwe marufuku kuwasiliana na mashahidi. Sarkozy, ambaye amekuwa akikana kufanya kosa lolote, alifahamisha mahakama kupitia njia ya video kwamba hajawahi kuwa na wazo la kichaa la kuomba marehemu Gaddafi pesa, na kusema hatakubali kitu ambacho hakufanya. Mshawishi wa kike wa mtandao wa TikTok anayetuhumiwa kusaidia jeshi la Mali amekamatwa na kuuawa na watu wasiojulikana, hakuwa wanamgambo wenye itikadi kali za kidini.
Mariam Asinze miaka 20 aliyekuwa na wafuasi zaidi 1,100 wa TikTok alichapisha video kuhusu maisha katika mji aliozaliwa wa Tonka katika eneo la kaskazini mwa Timbuktu, na mara nyingi alionyesha kuunga mkono jeshi la nchi hiyo. Kifo chake kimeshtua taifa hilo ambalo limekuwa likipambana wanamgambo wa kijihadi tangu mwaka 2012. Televisheni ya serikali imesema mshawishi huyo alitaka kukuza jamii yake na kuunga mkono jeshi kupitia machapisho yake ya TikTok. Mali inakabiliwa na uhaba wa mafuta kufuatia kizuizi kilichowekwa na makundi ya wanamgambo ambao yametatiza maisha kila siku, huku Umoja wa Afrika ukielezea wasiwasi wake kuhusu hali nchini humo. Bi Sinse alikamatwa na watu wanaoashukiwa kuwa wanamgambo alipokuwa akitirisha moja kwa moja kutoka sokoni katika mji jirani Kitui, ambapo kituo cha redio cha Ufaransa RFI kimeripoti. Binti ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amekanusha mashtaka yanayohusiana na ugaidi yaliyowasilishwa mahakamani dhidi yake mjini Durban. Duduzile Zuma Sambudla ameshtakiwa kufuatia matamshi yaliyotoa kwenye mitandao ya kijamii miaka 4 iliyopita wakati wa maandamano mabaya nchini Afrika Kusini kufuatia kukamatwa kwa babake. Machafuko yaliyokumba maeneo kadhaa ya taifa hilo mnamo Julai mwaka 2021 na kusababisha vifo vya takribani watu 300 na uharibifu wa mali ya thamani ya takribani dola bilioni 2.8 za Kimarekani. Zuma Sambudla miaka 43 alihukumiwa kuchochea machafuko hayo na anakabiliwa na mashtaka ya kuchochea ugaidi na ghasia za umma. Maandamano yalifanyika katika majimbo ya Gauteng na KwaZulu Natal baada ya rais huyo wa zamani kukamatwa kwa kutotii amri ya mahakama iliyomtaka kutoa ushahidi wake katika uchunguzi wa tuhuma za ufisadi alipokuwa madarakani. Bizuma Sambudla amekuwa akikana mashtaka dhidi yake, huku ambapo wakili wake akiitaja kesi hiyo ya serikali kuwa dhaifu. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Katika awamu ya pili ya matangazo yetu, basi tutakuwa tunajiunga na DW kupokea ripoti za waandishi, vilevile uchambuzi na makala. Maandalizi ya kumchagua spika wa bunge la Tanzania ya pamba moto, baadhi ya majina yakisikika kutoka CCM kuchukua nafasi hiyo. Jina la Musa Zungu ambaye ni mbunge mteule wa Ilala kuwania kiti hicho katika uchaguzi utakaofanyika kesho jijini Dodoma. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakisema kuwa bunge hilo haliwezi kuwa na upinzani wenye nguvu. Diokaji Makomba na taarifa hiyo kwa kina kutokea Tanzania. Chama hicho katika uchaguzi wa spika, na kulingana na hali ya mambo ilivyo hivi sasa, Zungu anaonekana kuwa ndiye spika ajaye mpya wa bunge la Tanzania. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa bunge hilo la 13 litakuwa ni bunge lililokosa upinzani wenye nguvu, huku wabunge wa chama tawala wakigeuka kuwa wapinzani, kama anavyosema Maliseli Hamdun, mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania. Litakuwa ni bunge lililokosa upinzani wenye nguvu, lakini litakuwa ni bunge ambalo watu wa chama tawala watageuka kuwa wapinzani ndani ya bunge la sasa, kutokana na hali halisi ya mambo ilivyo, kwamba mwanasiasa legelege
bunge legelege, hata kuwa na nafasi katika bunge lijalo. Kwa hiyo katika hali ya sasa itawabidi hawa wabunge wenyewe walioingia kuwa wabunge wakali na wakakamavu kwelikweli. Itakuwa ni bunge ambalo litakidhi sehemu kubwa ya vigezo, isipokuwa tu vile vigezo ambavyo vinapatikana kutokana na wabunge wa upinzani. Mbali na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kuliona bunge lijalo kukosa upinzani, kadhalika wamesema kuwa msimamizi mkuu wa shughuli za bunge ambaye ni waziri mkuu atakayeteuliwa anapaswa kuwa mzoefu, mchapakazi, anayefahamu vyema nchi na ambaye yuko tayari kupambana na mawaziri bila kujali wanatoka katika chama tawala. Aliyekuwa spika wa zamani wa bunge hilo Tulia Ackson awali alionyesha nia ya kuwania kiti cha uspika kwa mara nyingine tena, lakini Ijumaa iliyopita alitangaza kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho na kuwaacha Zungu na Masele, huku kujiengua kwake kukiibua mjadala kutoka kwa wachambuzi wa masuala ya siasa. Daktari Donald Kasongi, mchambuzi wa masuala ya siasa, anasema kujiondoa kwa Tulia kuna nadharia nyingi. Nafsi yake imemuonyesha hivyo, pengine kuna hisia mbalimbali, kama pengine kuna kitu kimemuumiza katika kipindi hiki ambacho cha tulichopitia, au pengine anaona sasa kuongoza bunge lililopo sasa pengine si wakati mwafaka kwake. Hiyo ni sura ya nafsi yake, ambao ni lazima mtu apewe uhuru wake wa kuweza kuamua, kuweza kushiriki, kuchagua, kuchaguliwa na kuweza haki zake za kisiasa. Pamoja na hayo yote, kingine kinachosubiriwa kwa hamu kubwa ni jina la atakayekuwa waziri mkuu wa Tanzania. Deo Kaji Makomba, DW. Asante sana Deo Kaji Makomba ukiwa pale Dodoma kwa taarifa hiyo ambayo inafungamana na Tanzania. Jeshi la polisi nchini Tanzania lilitoa tangazo kuhusu maandamano yaliyotokea Oktoba 29 na baada likatangaza vile kuwasaka viongozi wa vyama vya upinzani, likiwahusisha kuratibu na kupanga maandamano hayo yaliyogubikwa na vurugu nchini Tanzania. Tupokee mahojiano haya na uchambuzi. Swali ambalo naliuliza. Kwa hiyo nilidhani kuuliza taarifa mpya. Kamanda Muliro, tunashuhudia kamata ya watu ambao wanahusishwa na maandamano. Lengo hasa la kamata hii ni lipi? Wapo wanaosema kwamba kamata hii inalenga kuwatisha watu. Lengo hasa ni lipi? Sisi hatukamati. Sidhani kama kuna taarifa iliyotoka kwamba tumekamata kuhusiana na maandamano. Hawa vijana walioshtakiwa kwa ukamataji uliofanyika na hao ni kwa mujibu wa hati ya mashtaka. Kwa waliokamatwa, wamekamatwa kwa ajili ya uhalifu, sio kwa ajili ya maandamano. Na nadhani kwa awali zilizotokea na zilizotolewa, na wewe kama ulikuwa unafuatilia kwa karibu, sisi tulikuwa tunashughulika na wahalifu wa matukio ambayo nadhani hata wewe ulikuwa unayaona ya kihalifu yaliyokuwa yanafanyika. Kamanda Muliro, zipo video mbalimbali zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii, video zinazoonyesha watu chungu nzima wameuawa. Nyinyi mnazitolea ufafanuzi gani? Polisi mpaka sasa hamjasema chochote. Ukisema chungu nzima unamaanisha nini? Video ziko nyingi manake. Kiwango kipi? Kwa hiyo nikikuunganishia video za sehemu yoyote ninapoamua mimi kutoa kwa mlengo wangu, kwa hiyo wewe utakubali? Kwa hiyo nadhani sisi tulikuwa kuwa na video zikionyesha jinsi Salenda Bridge watu ambavyo wakikatwa mapanga na kuporwa, lakini baadaye zile video tukagundua sio za hapa. Kwa hiyo naamini kuna video zikionyesha jinsi ambavyo ajali mbaya imetokea maeneo ya Kimara na watu wanapasuka vichwa na watu walikuwa wanazitoa. Tukifuatilia tunakuta sio za hapa. Kwa hiyo ukiniambia video nyingi, mimi nakuacha na mtizamo wako. Kamanda, ni kama unamaanisha kwamba video hizi zinazoonekana mtandaoni ni za kutengeneza, manake sio halisi? Hapana, nilikuwa najibu swali lako la video. Sina hakika kama kwenye video hizo walikuonyesha pia jinsi walivyokuwa wanachoma visima vya mafuta. Sina hakika kama video hizo pia ulionyeshwa jinsi walivyokuwa wakichoma mabasi ya huduma za umma za watu wa kipato cha chini. Ndio maana mwanzo kabisa tulikuuliza kuhusiana na tathmini ya uharibifu wa mali zilizotokea kwenye mkoa wako. Pengine majibu hayo unayosema ndio ungeweza kunasema tangu hapo awali. Nataka kuyasema kwa sababu wewe umesema unaziangalia video. Sasa sijui kama hizo pia ulikuwa huzioni. Nimekuuliza ufafanuzi
ufafanuzi wa video zinazosambaa mtandaoni. Kama jeshi la polisi katika kanda yako Dar es Salaam, una ufafanuzi gani kuhusiana na hizo video? Nilikuwa na kuangalia katika mlengo wa jinsi unavyozichambua video, na unachambua baadhi ya video unazotaka zielezwe na zingine hutaki zielezwe. Sijui kama hizo za kuchoma mabasi ya walalahoi ya mwendo kasi kama uliziona. Kamanda Muliro, swali langu limeenda katika pande zote mbili. Naam, kwa bahati mbaya simu ya Kamanda Muliro ilikatika, na tulikuwa bado na maswali mengi sana ya kumuuliza, ikiwemo madai kwamba jeshi la polisi nchini humo katika kanda yake kwamba linapouza ripoti za vifo vya watu, ripoti za kuzuia maziko ya watu na mengine kadhalika, lakini simu yake ilikatika na tukashindwa kumuuliza maswali mengine ambayo yalikuwa bado yamesalia. Asante sana Suleiman Mwiru kwa taarifa hiyo na uchanganuzio na Kamanda Mwiru na Kamanda Muliro, ambapo namna hiyo amekwepa maswali. Nazidi kusonga mbele msikilizaji kwenye taarifa yetu, ambapo hivi sasa ni ripoti za waandishi, ambapo tunazidi kusonga mbele. Umoja wa Afrika umetoa wito wa kuchukuliwa hatua haraka za kimataifa, ikiwemo ushirikiano na kutoa taarifa ya kijasusi ili kushughulikia hali mbaya ya kiusalama nchini Mali. Amina Abubakar na taarifa hiyo. Mahmoud Ali Yusuf alielezea wasiwasi wake kuhusu hali halisi inayoendelea Mali, ambako makundi hayo ya kigaidi yameweka vizuizi vya uingizwaji mafuta tangu mwezi Septemba, kutatiza kufikiwa kwa mahitaji muhimu na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu kwa watu wa taifa hilo. Amependekeza kwamba kunapaswa kuwa na ushirikiano wa hali ya juu wa taarifa za kijasusi kwa mataifa yaliyo katika ukanda wa Sahel yaliyoathiriwa na hujuma za makundi ya wanamgambo walio na itikadi kali, huku akisisitiza kuwa Umoja wa Afrika uko tayari kuiunga mkono Mali pamoja na eneo zima la Sahel katika wakati huu mgumu, bila ya kutoa ufafanuzi zaidi juu ya hilo. Mahmoud Ali Yusuf pia ametoa wito wa kuachiwa mara moja raia 3 wa Misri waliotekwa hivi karibuni na kundi hilo la wanamgambo. Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin imekuwa ikiwalenga raia wa kigeni ili kupata fedha za kuendeleza operesheni zake magharibi mwa Afrika. Shirika la habari la Reuters liliripoti mwezi Oktoba kwamba makubaliano yalifikiwa ya wanamgambo kuachia raia 2 wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE baada ya kudai kikomboleo cha dola milioni 50. Wanamgambo hao walioko katika eneo la Sahel magharibi mwa Afrika na walio na mafungamano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda walitangaza kuzuia uingizaji wa mafuta tangu mwezi Septemba mwaka huu katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi isiyo na bandari, na tangu wakati huo wamekuwa wakishambulia misafara ya malori ya mafuta yanayojaribu kuingia nchini humo. Hali hiyo imesababisha uhaba mkubwa wa mafuta na kulazimisha shule na vyuo vikuu kufungwa kwa wiki kadhaa. Hatua hii inatajwa na wachambuzi kuwa ni sehemu ya kampeni ya makundi hayo ya wanamgambo inayolenga kuzidisha shinikizo kwa serikali ya kijeshi ya Mali kwa kuzuia na kulemaza chanzo kikuu cha uchumi nchini humo. Matendo ya wanamgambo hao wa Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin yameibua wasiwasi kwamba huenda hatimaye wakajaribu kulazimisha utawala wao nchini Mali. Haya yanajiri wakati mataifa ya magharibi yakiwemo Marekani, Ufaransa, Uingereza na Italia yakiwahimiza wananchi wao kuondoka nchini humo. Asante sana Amina Abubakar kwa taarifa hiyo. Nazidi kusonga mbele msikilizaji. Afrika leo jioni, habari za dunia, tunashirikiana na shirika la DW kwenye ripoti zetu za waandishi wa habari, ambapo rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier amevitolea wito vyama vilivyofuata siasa za mrengo wa kushoto kuwajibika zaidi katika kupambana na itikadi kali za mrengo wa kulia. Rais Steinmeier ametahadharisha pia kuwa itikadi kali za mrengo wa kulia zinaweka rehani ukuta ambao vyama vya kidemokrasia vimejijengea ili kujitenga na chama cha AFD. Lilian Mtono na taarifa hiyo, ambacho kilipata 20.5% ya kura katika uchaguzi mkuu wa Februari na kushika nafasi ya pili. Rais Steinmeier ametahadharisha pia kuwa itikadi kali za mrengo wa kulia zinaweka rehani ukuta ambao vyama vya kidemokrasia vimejijenga ili kujitenga na chama cha AFD. Amesema mada nyeti kama vile uhamiaji na usalama zinapaswa kuwa wazi kujadiliwa bila kuibua tuhuma za ubaguzi wa rangi. Mabibi na mabwana, tunapoitazama nchi yetu tunajiuliza, je,
sisi siyo taifa imara, nchi yenye katiba madhubuti, mafanikio na uchumi mzuri? Bila shaka. Lakini wakati huo huo, kuna hali ya kukosa utulivu kwa kiasi kikubwa kwenye jamii. Steinmeier ameyatoa matamshi hayo katika siku hiyo maalumu kwa Ujerumani inayotumiwa pia kukumbuka kuanzishwa kwa Jamhuri ya Ujerumani na kuadhimisha kumbukumbu ya ghasia za mwaka 1938 dhidi ya Wayahudi, ambapo zaidi ya masinagogi 1200 yaliharibiwa Ujerumani. Aidha, amelaani ongezeko la chuki dhidi ya Wayahudi tangu mashambulizi yaliyofanywa na wanamgambo wa Hamas Oktoba 7 mwaka 2023 nchini Israel. Zaidi, Steinmeier ametoa wito wa udhibiti zaidi wa mitandao ya kijamii na kutahadharisha kuwa mustakabali wa demokrasia nchini humo utaamuliwa mitandaoni. Hata hivyo, amesema kuhakikisha taratibu za kidemokrasia zinazingatiwa mitandaoni ni suala muhimu katika kuihifadhi demokrasia yenyewe. Amebainisha kuwa demokrasia na uhuru nchini Ujerumani havijawahi kushambuliwa kama nyakati hizi tangu iliyokuwa Ujerumani Mashariki na Ujerumani Magharibi zilipoungana. Steinmeier amezungumzia vitisho kutoka nje kutokana na vita vya Urusi dhidi ya Ukraine pamoja na vitisho vingine vya ndani vinavyotokana na itikadi kali za mrengo wa kulia. Kadhalika, amesisitiza kuwa Wajerumani walio wengi wanataka kuishi katika demokrasia huru. Ametoa wito kwa Wajerumani kuendeleza demokrasia na mafanikio katika jamii huru na yenye wazi. Haya, nazidi kusonga mbele msikilizaji, wakati ambapo ni taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tunashirikiana na DW katika matangazo yetu haya ya habari za dunia, ripoti za waandishi, vile vile changanuzi na makala, ambapo sasa hivi basi tuungane naye Angela Mdungu akiwa na taarifa zaidi. Ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia za Rais Donald Trump za kukutana na mtu yeyote duniani mwenye shauku ya amani. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa rais wa Syria ndani ya ikulu ya Marekani tangu taifa hilo lilipopata uhuru mwaka 1946 kutoka kwa Ufaransa. Mkutano wa rais huyo wa mpito wa Syria na Trump unatazamiwa kufanyika baada ya Marekani kuiondolea vikwazo Syria iliyokuwa imeviweka wakati wa miongo kadhaa ya utawala wa familia ya Assad. Hivi karibuni, Trump alimsifu al-Sharaa kwa kile alichokiita kazi nzuri anayoifanya. Tutakutana na ninafikiri anafanya kazi nzuri sana. Anatoka katika sehemu ngumu, lakini ni kijana shupavu. Tulielewana vyema na kuna maendeleo makubwa Syria. Tuliiondolea vikwazo kutokana na ombi la Uturuki na Israel. Ahmed al-Sharaa, ambaye kundi lake la waasi lilimwondoa madarakani mtawala wa muda mrefu Bashar al-Assad, alikutana kwa mara ya kwanza na rais wa Marekani Donald Trump alipokuwa ziarani nchini Saudi Arabia. Ziara yake inafanyika baada ya kutembelea Umoja wa Mataifa mwezi Septemba na kulihutubia Baraza Kuu la umoja huo. Itakumbukwa kuwa kipindi cha nyuma Marekani iliwahi kutangaza zawadi ya dola milioni 10 za Kimarekani kwa atakayefanikisha kumkamata Ahmed al-Sharaa aliyewahi kuwa na uhusiano na kundi la Al-Qaeda. Kabla ya kiongozi huyo wa mpito wa Syria kuwasili Marekani, Baraza la Usalama la Taifa lilipiga kura kumwondolea vikwazo sambamba na maafisa wengine wa serikali yake. Ni katika hatua ambayo mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz ameitaja kuwa ishara kubwa kwamba Syria imeingia kwenye zama mpya tangu utawala wa Assad ulipoangushwa. Mazungumzo ya Trump na al-Sharaa yanatarajiwa kujikita katika suala la Syria kujiunga na muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya wanamgambo wa kundi linalojiita dola la Kiislamu IS. Pia baadhi ya vipaumbele anavyotarajiwa kuviweka mezani al-Sharaa katika mkutano wake na Trump ni kutaka vikwazo vilivyoiadhibu Syria kwa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na serikali ya Assad na vikosi vya usalama viondolewe kabisa. Ingawa baadhi ya vikwazo vimeondolewa kwa sasa na Trump, kunahitaji bunge la Marekani lichukue hatua. Asante sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, sasa hivi tunakuomba msikilizaji, simama na kituo hiki. Kituo kipi? Idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tunahitaji ya kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote
ya kurusha pesa. Wakati huu basi tunakuomba vile vile unaweza enda pale kwenye ukuta wa Google, tafuta Radio 14 Africa. Kuna app ya Zeno, ifuatilie kwenye ukurasa huo wa Radio 14 Africa. Kuna eneo la donate by PayPal, basi bonyeza na cheza kama wewe. Na iwapo basi una akaunti ya PayPal, basi unaweza search ukitumia email ya cantona.online254@gmail.com. Na kurejesha kwake Tatu Karema na Suleiman Mwiru wa kuelekeze kwenye yanayovuma kwenye majukwaa ya mawasiliano. Tafadhali. Lakini nadhani mambo mengine hutokea tu, mtu unampata mtoto wako kwa katika hali nzuri, lakini dhoruba tu za maisha zinafanya wengine kujipata katika hali ambayo hawakukusudia. Na mimi na yeye tunaweza tusipate majibu ya moja kwa moja kwamba hali ilikuwa vipi mpaka mambo yanakuwa hivyo, lakini taarifa tu yenyewe inazua maoni mseto na inasikitisha kusema kweli. Mbali na hayo, rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy ataachiliwa kutoka gerezani baada ya mahakama moja ya Paris kuamua leo kuwa anaweza kuachiliwa huku akisubiri rufaa ya hukumu yake ya Septemba ya njama ya uhalifu. Yametangazwa na shirika la habari la BFM TV. Na ikumbukwe kwamba Sarkozy asuli alitiwa hatiani kwa kuhusika katika mpango wa kufadhili kampeni yake urais mwaka 2007 kwa fedha kutoka Libya ili kuweza kubadilishana hisani za kidiplomasia. Na akizungumza leo mahakamani kwa njia ya video, alisema kwamba siku zake 20 gerezani zilikuwa kichapo sana, zilikuwa ngumu mno. Hata hivyo aliwashukuru sana maafisa wa magereza na kuongeza kuwa walikuwa na utu wa kiasi cha juu, hali ambayo ilimwezesha yeye kuweza kustahimili zile dhoruba alikuwa anapitia. Ukitazama umri wake pia. Lakini bila ameachiliwa ama ataachiliwa na masharti, manake pia kumbuke amekataa kula chochote isipokuwa mtindi tu akiwa gerezani, kwa hofu kwamba chakula chake huenda wafungwa wengine wakakitemea mate. Sasa waendesha mashtaka wameomba Sarkozy achiliwe huru, lakini chini ya udhibiti wa mahakama na masharti ya nani anaweza kuwasiliana naye. Pia mahakama imeamua kwamba rais huyo wa zamani atapigwa marufuku ya kuondoka nchini Ufaransa. Mambo ni mengi, muda ni mchache, na ripoti kama hizi tutaendelea kuwajulisha wafuatiliaji wetu. Lakini kwa sasa Tatu, tugeukie upande wa yaliyopo katika yale maoni ambayo mfuatiliaji wetu ametuandikia na mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo mtandao wa Facebook anaitwa Imani Sabai, yuko Arusha Njiro, anasema nawapenda sana DW, kila siku wanafuatilia matangazo yenu, ila naomba kuuliza mbona nchi za magharibi zinaionea Iran imekosea nini? Anauliza, bila shaka moja ripoti zetu huko mbeleni tutakujibu. Deusdedi Thamari wa Moshi anasema Tanzania aliyosema Askofu Ruwaichi ni kweli kabisa, na kuna uhalisia wa uongozi uliokuwa madarakani kushindwa kutimiza matarajio ya wananchi wake. Mimi ni Joseph Matuku wa Mbura, Morogoro, anasema naomba viongozi wajitahidi kujali maslahi ya wananchi kuliko kuyapuuza na kuangalia maslahi yao. Robinson Kachumita yeye kwa Kero anasema ninapata DW Kiswahili kwa njia safi kabisa, hakika DW ni mtambo mkubwa. Haya, huyo anaitwa Saitoti Cordon anasema tuzidi kumwomba Mungu. Haya, Robinson Kachumita wa Kero anasema ninawapata vizuri kabisa. Lakini huyu anaitwa Emmanuel Amos anasema nawapata nikiwa Burundi, tunaombea amani tawale Tanzania. Cloud Kasembe yuko Kongo anasema pia tupata kwa njia safi kabisa. Isaya Sambo anasema niseme tu Mungu aibariki Tanzania na watu wake wote, ili waendelee kuwa wamoja na kudumisha amani, upendo na ushirikiano. Check namuona anasema mmeua hadi wa mama majumbani, hao nao waliandamana, tunaona video walikuwa anakimbiza hadi watoto pia wamehusika. Imechanganya hapa, sijui nini anajaribu kusema. Huyu anaitwa Alex Toto yuko Musoma Nyakara anasema maarufu kama muuza vikaangio. Jamani, nawaasa ndugu zangu wa Tanzania, amani tawala. Kwa mtandao wetu wa Facebook Tatu, huyu anaitwa Mohamed Kumeja wa Gogoni anasema tupo mubashara kwenye matangazo ya jioni na DW mnavuma kwa kishindo. Lakini Jenga Charles yuko Bunga wamehama Tabora anasema pigo kubwa limetukumba Tanzania kupoteza ndugu zetu, tujifunze kutunza amani. John Muhula anasema vyombo vya habari tusaidieni kupaza sauti wa Tanzania, hatuna pa kuzungumzia, tunaogopa kutekwa. Ludovic Msomi kutoka Lugoba Chalinze Pwani anasema amani iliyorudi Tanzania haina maana kama kilichofanywa hiyo amani kupotea hakijapatiwa ufumbuzi. Hapa nadhani anazungumzia swala la maridhiano. Mbairindi Kabuyaya wa Butembo anasema asante sana DW kwa matangazo yenu, lakini na kero kidogo kwani hamjawahi kusoma ujumbe wangu. Mimi shabika DW tangu mwaka takriban 10 sasa. Ndio sasa basi Bairindi nasoma ujumbe wako na tutazidi kusoma.
Tatu kwenye mtandao wetu wa Instagram anaitwa Mati Labi anasema hatuna bunge wala rais. Sasa bila shaka anazungumzia ripoti kutoka Tanzania huko, lakini Manuel Jayara anasema upinzani gani sasa wakati waliwanyima kushiriki uchaguzi? Mkwizu Adam mzalendo wa kweli anasema hulinda usalama na amani ndani ya taifa lake na sio kuhamasisha vurugu, machafuko na uvunjifu wa amani katika taifa lake. Lightesha anasema wachaguani wafanye vyovyote wanavyojua ila sisi hatuwatambui. Sijui ni kina nani hao, lakini pia kumkumbushia tu mfuatiliaji wetu kwamba DW Kiswahili tunapatikana katika Instagram, Facebook, tuko TikTok na pia YouTube. Kuna mengi mazuri ambayo tumeweza kuchapisha baada ya kupata nafasi ya kuruka hewani, lakini unaweza kutembelea kurasa hizo na pia kutuachia maoni yako. Asante sana Tatu, na mshukuru msikilizaji na watu ambao wamefuatilia matangazo yetu ya jioni, na wale wote ambao wameshiriki kuandaa matangazo haya. Mimi nasema shukrani. Tukutane kesho mwendo wa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mwiru na kwaheri kwa sasa. Asante sana Suleiman Mwiru, hapo umetupeleka vizuri. Tatu Karema na wote ambao wameshirikiana kuona kwamba taarifa hizo zinatufikia kwa njia nzuri. Na upande huu wa pili wa studio, mimi hapa hivi na kupatia kiziba mkonga kabla hata mimi sijaondoka. Katika kiziba mkonga cha sasa, usiulize kazi ipi inayolipa. Uliza mimi nimeletwa duniani kufanya kazi ipi. Tafuta purpose, kusudi lako kwanza kabla ya kutafuta kazi. Sio kazi inayolete purpose, ni purpose inayolete kazi ya kufanya. Ukishajua kusudi lako, kazi itapatikana. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.